Waya. Pole sana baba. Nikiangalia katika chilolo changu, katika mji wako unaoishi, kuna matatizo mengi sana. Labda nikuulize swali. Ukiachana na mtoto wako, ni nani mtu mwingine ambaye unaishi naye katika mji wako? Naishi na mke wangu mdogo. Waya. Watutu mama we, tutu njiwa, tutu we. Watutu mama we, tutu njiwa, tutu we. Tutu njiwa mama, tutu we. Tutu njiwa, tutu we. Tutu njiwa. Wacha kudukutanta mantetele. Tatizo liko ndani. Mwanao amerogwa. Na aliyemroga ni mtu wa ndani kabisa katika familia yako. Mganga, mimi niliyajua. Lakini leo muuliza mbona kakataa? Hapana. Sio huyo unayemfikiria wewe. Mwanao amerogwa na mama yake mzazi. Mganga, hivi inawezekana vipi mama kumroga mwanae? Wacha kurukutanta mantetele. Inawezekana kwa sababu ya hila tu. Na amefanya hivi, anataka kurudi katika mji wake. Alichokifanya yeye, alikwenda kwa mganga wa kienyeji. Na alipofika kwa huyo mganga, alimwambia amletee nguo ya ndani ya mke wako huyu mdogo. Na kwa bahati mbaya, aliyemtuma akamchukulie nguo ya ndani. Badala ya kuchukua nguo ya mke wako, akachukua nguo ya mtoto wako. Na kuipeleka mpaka kwa huyo mganga. Kwa hiyo mganga akafanya anavyoweza kufanya, ndo akaleta hayo matatizo. Na haya yote anayafanya lengo lake arudi, kwa maana mrudiane. Wayo. Sawa mganga, nimekuelewa. Sasa mganga, utanisaidia ili mwanangu aweze kupona? Wadira dira. Ayo. Inawezekana mwanao akarudi katika hali yake kama zamani. Na ili aweze kurudi katika hali yake ya zamani, aliyefanya haya yote ndio atakayeweza kumponesha. Mganga, sasa mimi yule mama sina mahusiano mazuri naye mpaka sasa. Nitawezaje kumuomba aweze kumkomboa mtoto? Hilo sio jukumu langu. Hilo ni jukumu lako wewe, ili kuweza kumrudisha mwanao katika hali yake kama zamani.
Waya. Akono kwawa. Akono kwawa mama. Kono kwawa. Akono kwawa. Akono kwawa mama. Kono kwawa. Akono kwawa. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba. Unajua Nasi, wewe ni mwanamke mzuri sana. Unielewa. Alafu kila siku nilikuwa natafuta nafasi mimi na wewe ili nizungumze. Kikweli mimi nakupenda. Yaani katika mtaa hakuna mwanamke mzuri, mtoto mzuri kama wewe. Ubarikiwe. Kwanza una bonge la shepu, alafu una sura. Unanielewa? Umetimia kila idara. Na mimi ukinipa nafasi, mimi nakuoa wewe. Sikuachi mimi. Kwani unaumiza kichwa? Kwa nini? Wakati wewe uko. Na mimi nakwambia nitakufanyia vitu vizuri. Kwanza nitafanya bonge la sherehe nikikuoa. Unanielewa? Cha pili nitakununulia nguo hiyo ambayo je kuvaa. Kama nikubalia bila. Nashindwa hata kulala kwa ajili yako. Ukinikubalia niondoa. Natamani nifunge hata sasa hivi hapa. Kwa jinsi nilivyokuwa naona. Sawa, mimi nakuelewa. Nipo muda kidogo. Kwa hiyo hakuna, yani utaniambia siku ifahamike ile siku gani. Sasa ndio ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea kujijua. Sawa, basi naomba usichelewe kunipatia jibu langu. Sijiwezi mwenzio, niko hoi taabani hapa. Sawa, nimekuelewa. Haya, cheleweshe mwana. Kipata ule simwachi mu, yani nitakokaa mwenijadi yani. Oya, wewe mzuri tu. Yani watajiji walionikataa. Mungu anipe nini? Kanipa nasa nyamshepu. Mama, mbona leo hujaenda kwenye biashara zako? Msingi sina mwanangu, biashara ile na kila sehemu mamako nadaiwa, kuna hata sehemu nitaenda kuangukia labda nikapata msingi. Hata sielewi nifanye nini. Nimeamua kutulia tu hapa ili wakija nikaingie chini ya uvungu safari. Lakini mama, kila siku nakwambia achana na hiyo biashara samaki, unisikilize binti yako. Sijui nani aongee umsikilize. Nafanya biashara gani? Unaangaa biashara yoyote ya kufanya. Mama msingi. Mimi tena msingi na mtoa wapi shoga? Unanichekea nini? Kumbe wewe msingi binti mdogo umekushinda. Mimi mzee. Mimi kipindi ninalika kama wewe. Nilikuwa sihangaiki. Sasa ningekuwa na miela kibao. Muulize babako nilivyomuendesha na alinikuta wapi. Wewe mtoto mdogo mno saizi uko hapa. Una mia nyeupe. Alafu mama, sio hata hiyo biashara utakula nini pala? Mpigie simu tena huyo mume wako kutumia hela mtaji. Ngoja nimwache hali na dogo hela zake kwanza. Lakini hata simuogopi. Mimi nikitoka hapa nikisema nini nikamwashie moto. Ninamwashia moto vizuri sana. Ananitoa vizuri. Hebu mfuate kwanza. Wewe. Usichomeshe. Niache kwanza nikaekae hapa, najua leo watu wa madini. Hawezi kuja leo, sio siku yao. Kwa niache tu nipoe hapa. Na akija kinikimbiza safari hii. Ufunguni. Yaani pale kwenye kitanda siwezi kuingia, lakini safari nitaingia. Hatari, madini ataniua mwanangu, lakini hizi zote shida tu. Lakini naamini sikustaishi. Haya bana. Pa mchezo nini na watu na hela zao. Hapana.
Nuru. We Nuru we. Abe. Njoo mara moja. Nuru. Nimekuita hapa bado lile tatizo lako linanitatiza. Maana umefanya madudu yani yameniumiza mpaka yani kichwa changu sasa tulia hapa nyumbani. Wana umeamua sasa hivi mpaka umefukuzwa na mume wako, umekuja umekaa hapa nyumbani una shughuli yote unayofanya. Sasa nilichokifanya mimi au uamuzi wangu. Nimemuita kakako kutoka Kigoma. Aje naye anishughulikie hili swala. Maana mimi limeshanishinda. Kwa hiyo yuko njiani anakuja. Wewe baba wewe jamani. Yaani ile swala kidumchu tukisijeni kiswala chenye kidogo kama kisisimizi. Ndio mpaka umwite kaka Sule atoke Kigoma huko aje kuzungumza na mimi kweli baba jamani kabisa. Wewe unaiona ishi ndogo hii. Umeachika kwa mume wako. Bado watu wanakuja kunipigia kelele hapa tafrani nyumba yani kila siku. Makelele hapa mpaka sasa hivi yani mimi nashindwa hata kutoka nje. Sasa ngoja aje huyu kiboko yako ndio utakuja kuyamaliza. Kwa sababu mimi naona kama vile unaleta dharau kwa sababu sijui nimeshazeeka sijui. Ngoja aje sasa. Yuko njiani anakuja hivi. Nitakuja kumalizana naye na kila kitu nishamueleza. Lakini baba bwana mimi, wewe umeshindwa kulimaliza yeye kama mzazi wangu kweli kabisa. Yaani baba umeshindwa kuongea na wale watu wewe kama babangu mimi jamani kabisa mpaka umuite kaka Sule atoke zake huko Kigoma aje hapa nyumbani anakuja kufanya nini sasa huyo kaka Sule hapa? Yaani wewe unaliona swala dogo hili. Mimi nimeongea mara ngapi? Nishakwambia mara ngapi? Nimeongea maneno karibu yani kila siku ni wimbo ni huo. Yaani mimi nataka kichwa changu kipasuke. Ngoja aje kaka yako kama unavyomjua alafu nitakuja kumaliza. Sawa? Mimi hapa sitaki tena maongezi na wewe. Niacha nikapumzike. Oh maisha, mama maisha yamemshinda, kila pande amekopa. Sasa kaka Sule kuja kufanya nini? Navumjua kaka Sule, Mungu wangu mimi nimeisha. Lakini nitapambana naye. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani mama. Watu hawamwamini Mungu tena, wanaiamini miungu sana. Watu wanaamini ushirikina, mchana kweupe wanarogana. Eti kisa Kuna shida gani hapa? Sababu kama unajua. Sio huyo unayemfikiria wewe. Mwanao amerogwa na mama yake mzazi. Kwa nakuomba mara moja. Naomba unisamehe. Najua nimekosea sana. Nilikuwa nakuhisi vibaya bure tu mkeo. Ila mimi nimeshapata majibu kuhusu Ishki. Nilikuwa nakuhisi vibaya kuhusu Ishki. Lakini najua hapo nimekosa. Ndio maana nakuomba samahani. Mimi majibu ya Ishki nimeshapata.
Kwa hiyo naomba nimshughulikie Ishki, na ina imani atapona. Basi naomba nikuage, mimi natoka kidogo. Tuonana baadaye. Lakini mbona kama huko sawa? Hem, rudi tuongee kidogo. Mke wangu, wala usijali, mimi niko sawa. Ila tu masuala ya Ishki ndio yananichanganya. Naomba nikamshughulikie kwanza. Sawa? Sawa. Baadaye. Nuru. Abeka. Vipi, uko sawa? Mimi niko sawa. Sasa Nuru, naomba nitakapokuuliza swali unijibu kutokana na nitakapokuwa nimekuuliza. Yaani sihitaji nikikuuliza kitu hiki alafu unipe majibu mengine. Nahitaji nikikuuliza swali unijibu kutokana na swali lilivyo. Na sihitaji uongee uongo. Nuru, mimi naishi wapi? Unaishi Kigoma. Safi. Na unaujua umbali kutokea Kigoma mpaka hapa Dar es Salaam eti? Ndio. Nuru, unajua kilichonileta? Mimi sijui. Mimi ninachojua tu umekuja tu nyumbani. Unajua Nuru, nilivyokuambia kwamba nahitaji ukweli, nilikuwa na maanisha. Usababishe hapa nikapageuza kuwa damu hapa. Nuru, nitakupasua ujue. Yaani nitakupasua mpaka mzee Nurudini akifika hapa akute kuna damu sebuleni hapa. Naomba nikuulize tena. Ni kitu gani kimekutoa kwenye ndoa yako? Kaka. Mimi nimeachika tu kwa mume wangu kwa sababu yule pale mume wangu anapiga sana. Basi, ndio hivyo tu. Nisikilize. Najua yote uliyofanya. Takataka zako zote ulizozifanya nazijua. Upumbavu uliofanya huko kwenye ndoa yako Nuru naujua wote. Sasa hebu labda nikueleweshe vizuri. Nuru, wewe ni mtoto wa Kiislamu. Unajua kabisa kwamba mambo ya mikopo huwa yana riba. Na unajua kabisa kwamba riba ni haramu. Lakini umekwenda kuchukua matakataka yako huko ya mikopo, sasa hivi unaona ulivyoharibu ndoa yako. Sasa
mimi nimekuja kulimaliza hili. Nalipa madeni yako yote uliokopa. Alafu nitakwenda kuongea na Sidati akurudishe urudi kwenye ndoa yako. Nikimaliza hapo nitakusanya virago vyangu, nitarudi nyumbani kwangu. Alafu nikifika huko nipate taarifa kwamba umetoka kwenye ndoa yako kwa sababu hizo za kipumbavu. Nuru, sintohitaji unipigie simu tena. Katika orodha ya ndugu zako Nuru, nitaomba uniondoe. Na sintohitaji tena ukaribu na wewe. Sijamaliza. Lakini kaka, sijamaliza, nimeweka kituo. Kutamkali mtu mwenyewe. Jua limempiga hadi kausi. Baridi huko Kigoma. Anilipie nikatambe kwa mume wangu tena. Tafrani baba, tafrani mama. Dari. Kapika nyoyo hiyo. Dachiama wewe. Mwanangu ashaiba. Umebaki kuolewa tu. Weka hapo hapo. Naolewa siku nyingi. Watanitambua mtaani. Nyumba maji. Una shida gani mwenzetu? Mama hamna kitu. Una kichefuchefu tu? Hizi mboga za majani zinachefua. Na haya maharage naye yanachefua au ugali unakuchefua? Mama ni kichefuchefu tu. Kichefuchefu tu? Mbona unatapiki? Wewe una mimba wewe. Mama. Mama kitu gani? Mimi sina mimba, si kichefuchefu tu. Sasa nisikilize mwanangu. Hapa nyumbani kwangu kama una mimba utatoka mchana na jua linawaka. Sitaki kulea mtoto asiyekuwa na baba. Nimeshawalea nyinyi, inatosha. Mama. Nimemaliza. Kula chakula na wewe. Mama nimeshiba. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba. Shemeji, kwanza samahani sana kwa kuja nyumbani kwako ghafla hivi. Lakini shemeji, mimi ujio wangu hapa naona kuna jambo halijakaa sawa. Na sijajua shida ni nini. Shemeji, juzi kati hapa nimekuja na mdogo wako hapa kwa lengo la kunitambulisha kwako. Lakini cha ajabu shemeji, umeshindwa kuniambia kabisa kwamba Viki ni mke wa mtu. Nimekaa naye tunapanga mipango mingi sana. Nimemtoa kwenye chumba kimoja. Nimpeleka kwenye nyumba nzuri. Nafanya mambo yote kwa ajili yake. Lakini muda wote yeye amsemi kama ni mke wa mtu.
Hivi muone kama nanikosea. Shemeji, mimi niliogopa kukwambia. Nilihofia kuvunja mahusiano yenu. Na hata ukizingatia, sijui hata mahusiano yenu mmeanzia wapi. Sasa hapo mimi ningeanzaje kusema? Ungekuwa wewe ndio mimi ungefanyaje? Okay, sawa. Nimemtoa kwenye chumba kimoja. Nimempeleka kwenye nyumba nzuri kabisa. Nafanya mambo yote kwa ajili yake. Lakini muda wote yeye amseme kama ni mke wa mtu. Hivi muone kama nanikosea. Yaani mimi kilichonishangaza, nilikuwa kwenye matembezi na Viki. Tumekutana na kijana mmoja hivi. Viki akashtuka. Mimi nashangaa Viki anashtuka nini? Alafu kijana amwita mke wangu. Mke wangu kivipi? Namuuliza Viki hana la kusema. Namuuliza Viki kakaa kimya. Yule kijana inabidi anielezee kwa nini ni mke wake. Lakini mimi sikutaka kufunguka mambo mengi kwa yule kijana. Nikaamua kuondoka. Kwa kweli nashindwa kuelewa. Yaani kinachonisikitisha ni mambo mengi sana tumepanga na Viki. Yaani nashindwa kuelewa kwa nini mnanifanyia hivyo. Shemeji, mimi sikujua chochote. Mimi niliambiwa tu kuna mgeni anakuja naye, mgeni mwenyewe ni wewe. Tumekaa hapa ananitambulisha kuwa wewe ni shemeji yangu. Mimi hapo ningefanya nini? Lakini shemeji, wewe shida yako si ni mtoto tu. Na tena najua unapenda mtoto wa kiume. Ni kweli shemeji. Nina shida sana na mtoto. Lakini siwezi nikazaa na mke wa mtu. Shemeji, mimi naomba niende. Taarifa ndio nimeshakupa. Viki mbona kama akachezea bahati? Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani mama. Watu hawamwamini Mungu tena, wanaiamini miungu. Naam, washemeji karibu bwana. Asante sana. Asante sana. Naam. Habari za hapa nyumbani? Hapa safi ndugu yangu. Naona ndo jii ukaamua kutukimbia. Sasa bwana, tukishaendaga huko huwa kuna kaugumu kweli kuja. Ila ndio hivyo harakati za utafutaji na nini na nini. Vipi lakini umetuletea zawadi migebuka? Kama ulikuwepo vile. Kama unajua tukitokaga huko Kigoma mara nyingi tunapokuwa tumeenda mikoani. Sasa nikijaga hapa lazima nilete migebuka, lazima nilete mawese. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nitakuletea, hakuna shida. Basi sawa, utakuwa umekuja na mguu mzuri. Sasa mimi bwana shemeji bwana, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya kile tulichoongea kwenye simu. Unajua heshima ambayo iliyopo baina yangu mimi na wewe ni heshima kubwa sana. Sasa kuishia tu kuzungumza kwenye simu naona kama bado kuna vitu fulani sijaviweka sawa. Kwa hiyo nikasema ngoja nije. Sasa kilichonileta ni kile kile. Sasa naomba tu labda unieleze kwa kinagaubaga sasa. Hivi bwana shemeji, Nuru alikosea kitu gani sasa? Bwana shemeji, mimi nadhani tulishaongea kila kitu. Lakini labda tu nirudie tena kukwambia. Mimi sidhani kama nitaweza kuishi tena na Nuru. Kwa sababu alionifanyia yanatosha. Unajua Nuru nilikuwa ni mtu ambaye kila siku namwambia kitu kimoja lakini anashindwa kunielewa. Najitahidi mimi hali yangu ngumu, napambana kwa shida niweke maendeleo hapa nyumbani, lakini yeye ndo kwanza anarudisha nyuma kimaendeleo. Unakuta anachukua vitu anapeleka bondi, anachukua mikopo, mimi nakuja ndo nalipa. Ni maisha gani ya shemeji? Umeona? Kwa hiyo mimi namwambia kitu kimoja anashindwa kunielewa. Nikaona labda hawezi kuishi na mimi, nikamkabidhisha tu kwa baba yake pale aishi naye. Ni bora tu niishi mwenyewe nijue naishi vipi.
Hivi washemeji, labda ushagawahi kukaa naye kuhusu kuzungumza mambo ya kuchangamana makundi ya wanawake? Shemeji, yaani labda ukiongea itakuwa ni mara ya pili. Mimi nimeshaongea, marafiki zake wanakuja mpaka hapa nyumbani. Nawaambia sitaki mimi marafiki na watu kama hao. Sitaki marafiki wa kipumbavu. Kwa sababu kama hao ni marafiki, wanawezaje kuja kukutolea vitu vyako vya ndani? Hao ni marafiki wanafiki. Yaani vile vitu vingine vinachosha. Mtu unamwambia anakuwa na kichwa kigumu kama nini. Sasa bwana, unajua mpaka mtu anashindwa anzie wapi. Sawa, sasa mimi bwana nina maombi mawili. Ombi la kwanza bwana shemeji, kwanza nakushukuru kwa ulichokifanya. Unajua ulivyoniambia kwamba umemlipia madeni, mimi nilishukuru. Lakini pia hata yeye mwenyewe kanithibitishia hilo. Lakini pia hata mimi tena bwana shemeji nilipokuja kuna baadhi ya madeni kumbe alikuwa nayo mengine. Umeona? Sasa nao pia nimelipa. Lakini swala la pili, mimi nimekuja kukuomba bwana shemeji. Nimekuja kukuomba ndugu yangu, naomba mrudie Nuru. Rudie Nuru bwana shemeji. Na kama ikitokea akarudia haya aliyoyafanya, kwa kweli hapo mimi sintokuwa na cha kukulaumu tena. Nisamee mimi bwana shemeji, maana mimi ndo nilikuja tukashikana mkono bwana shemeji, mimi ndo nilikuwa wali. Naomba nitazame ndugu yangu. Shemeji, mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa sana tu. Unajua shemeji, mimi na tunaheshimiana sana. Tunasaidiana katika mambo tofauti tofauti. Kuna muda mimi nakwama hapa kama mume na kucheck shemeji yangu. Unanisaidia na maisha yanaendelea. Kwa hiki ambacho umeniambia, sawa, kwa sababu ni wewe, kwa heshima yako. Nimekubali kwa sababu kwa heshima yako. Ndio mimi nitamrudia. Lakini kitu kimoja tu, nitamweka katika uchunguzi kwa sababu nitamwangalia ile tabia aliyokuwa nayo mara kwanza ameacha, amebadilika. Kwa nitakuwa naye, lakini nitakuwa namchunguza tu, namwangalia. Atakuwa katika uangalizi wa hali ya juu. Mimi nampenda, ila tu ile tabia ndo siipendi. Bwana jua hilo, mimi naona toa shaka kabisa. Sawa, mimi nakushukuru bwana shemeji, nakushukuru bwana, mimi makubwa ni hayo, lakini midhari hili tumeliweka sawa. Mimi bwana shemeji pia nimekuja kukuaga. Naomba Mungu akipenda kesho asubuhi niende Mbezi nikachukue basi yangu nirudi zangu nyumbani. Inaona bwana shemeji upinde kabisa kukaa huko kwetu. Mkoa wenu ushanikalia kinyume tayari. Naomba uniruhusu. Haya, karibu tena. Asante. Lakini ungesubiri hata chakula bwana. Nashukuru bwana shemeji. Karibu bwana. Asante. Haya. Shiringio, adui wa maisha yetu shiringio. Nuru mwanangu. Abe baba. Nimekuita hapa kwa jambo moja. Kaka yako asubuhi hii ameenda kwa shemeji yake kule kwenda kuongea naye. Kwa hiyo tunasubiri jibu atakaloambiwa na shemeji yake, kama atakubaliwa kuwa urudi kule. Na kuomba ukatulie. Sitaki tena nije nisikie tena matatizo kama yale yanajirudia. Mara sijui tena uingie kwenye mikopo, sijui nini, si swala hili sitaki. Nenda mwanangu ukatulie. Kana mmeo msikiliza anachotaka. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Lakini pia nawashukuru sana wazazi wangu kwa kunipambania mtoto wenu hadi kufikia hiyo hatua. Ila pia baba, kitu kingine, hivyo mnavyokuwa mnanisema kila siku kuhusu masuala ya mikopo, mimi pia binadamu jamani, najisikia vibaya. Maana hata mimi pia sikupenda ile kudaiwa kila sehemu, kila kona, sikai kwa amani nyumbani kwangu, sili chakula, sipiki kikaiva. Ni baba, sio kwamba nilikuwa napenda, ni mambo tu ya dunia ndio amenishawishi imekuwa vile. Sasa mpunguze hiyo kunisema kila wakati mikopo. Ila mimi nimekuelewa baba. Hasa hilo ndo ninahitaji. Unajua yule mwanamume anakupenda na anakupa kila mahitaji unayotaka. Kwa sababu niliongea naye mwenyewe akasema kila unachotaka unapata. Sasa haya mambo ya mkopo wewe Israeli unapeleka wapi? Baba, mnajua nyinyi hamjui tu.
mimi ile mikopo nilikuwa nachukuaga kwa ajili ya kupeleka kwenye shule. So unakumbuka hata mama alikuwa navyo vile vikundi vya kutunzana. Kwa hiyo hata mimi pia nikifanya shughuli yangu natunzwa, ila tu ndio nimekuja bahati mbaya sijafanya hata hilo jambo langu nilikuwa nataka kulifanya, yametokea hayo mambo ya kudaiwa. Ila babangu mimi nikuahidi tu kitu. Kama kweli mume wangu atakubali mimi nirudi nyumbani, nikaishi naye kama zamani tulivyokuwa tunaishi, kwa raha, kwa amani na upendo wa hali ya juu, sitorudia tena makosa yangu. Nitakuwa mtulivu na nitakuwa mke mwema. Sitorudia tena kufanya makosa ambayo nimeyafanya mwanzo. Kwa sababu nimegundua kumbe hata nini pia wazazi wangu nimewakwaza. Tena nimewakwaza pakubwa tu. Kwa baba ndio hivyo, mimi nisamee tu mtoto wenu. Sasa punguza kukopa madeni. Mara kausha damu, mara sijui nini, achana nayo. Na sasa hivi ninachokiomba mimi, kaka yako kutoa aje na majibu mazuri. Na ninajua, lakini kaka yako anavyojua kuongea na anavyoelewana na shemeji yake, nategemea anaweza kaja na majibu mazuri. Sawa mwanangu? Sawa. Na kitu kimoja mwanangu, nakuhusia, hakuna shida, hakuna hofu. Yaani nitaka nishangae. Wewe babangu mimi mzee Nurudini ushinde kuingiza maneno yako kwenye nahau. Lakini nimekuelewa babangu, nashukuru. Pole kwa kukusumbua mama mtu. Wala sijali mpenzi. Lakini mama mtu, siku hizi umenisusa sana. Yaani toka ulivyoniahidi kwamba utanipeleka kwenu ukanitambulishe kwa wanao kwamba mimi ndo baba mjengo, imekuwa kimya. Yaani mpaka simu zako sometimes nazimisi yani. Mimi sijapenda kiukweli. Okay, tuachane na hayo. Lengo la kukuita hapa, yani hivi unavyoniona hapa, hii chuma hii hapa mafuta ya mikata na cheni ishaachia huko chini mikata. Na mfukoni sina hata shilingi 100. Kwa hiyo nimekupigia simu hapa baby ili uweze kusolve hili tatizo. Si unajua wewe ndo nakutegemea mjini hapa na vimba kwa sababu yako. Pole mpenzi wangu. Kwa sasa hivi mwezi usiku sawa. Lakini naamini kila kitu kitakuwa vizuri. Na kuhusu simu mpenzi wangu, mambo yangu yalikuwa mabaya vibaya mno. Na kuhusu nyumbani kuna vitu viliingiliana, ilikuwa sio sahihi kupeleka nyumbani. Umeelewa eh? Lakini nivumilie kipenzi changu. Kila kitu kitakaa sawa. Unaishi unaisubiria hiyo, basi mambo yote yatakuwa vizuri. Na si unajua nakupenda? Yeah. Si unajua nakuhitaji? Yeah. Hakuna mtu kama wewe. Sawa, mimi nakuelewa kwa sababu ukiwa nacho huwa usiti kunipatia. Lakini jitahidi basi hata simu ziwe zinaita. Wewe unajua mimi nafanya kazi ya bodaboda, alafu mara nyingi niko barabarani. Kwa hiyo unavyokaa kimya unitafuti, umeona? Mimi nakuwa na mawazo barabarani. Utakuja kusikia mwisho wa siku hapa nimepitiwa na fuso pa. Ambiwa tu baba mtu wako kafa, au ndio itakuwa furaha yako. Bwana, hebu acha kuombea dua mbaya. Na mimi kila unapotoka na kuombea. Hakuna siku nikaacha kukuombea. Mimi naamini Mungu atakulinda kwa sababu ndio unakutegemea, wewe ndio baba mtu. Nataka kupeleke mjengoni. Sawa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Na pia naomba basi ujitahidi huo mpango ufanye chap ili mimi niingie barabarani, lakini vinginevyo takili tu nyumbani. Sawa. Mimi niombe tuwe uende. Mimi hapa nijiandae kwa ajili ya kulisukuma hili chombo mpaka nifike nyumbani. Utafika umechoka wewe na kulisukuma hili dude. Mikono, miguu na kuonea huruma. Wewe na siku njema kipenzi changu. Sawa mama mtu, usijali. Ndio kazi zetu hizi, wanaume tumeumbiwa mateso. Sidati, mimi kuna kitu nimekifikiria, lakini kabla sijakifanya nimeona ni vyema kama nikushirikishe wewe kwanza. Mimi nimeamua kumwamini Jax, na kitu ambacho nahitaji ni kuyabadilisha kabisa maisha yake. Unajua mimi babangu hayupo Tanzania,
alisafiri kikazi, yupo huko Rwanda. Ni kama miezi 6 au 7 hivi. Lakini jana usiku amenipigia simu. Tena simu yenye matumaini. Mzee wangu ameamua kunipa kiasi cha pesa kwa ajili ya kuanzisha maisha yangu mwenyewe. Na sio kidogo, ni pesa nyingi tu. Lakini wewe kama unavyojua, mwanamke si lolote kama nyuma yake hakuna mwanaume mwenye akili timamu. Na mimi kwenye kutizama kwangu, moyo wangu umemchagua Jax. Basi Sidati, naomba nikuombe kitu kimoja. Basi at least naomba uniambie kitu chochote kile unachokijua kuhusu Jax. Nancy, unajua ni mwanamke perfect sana. Na kwa mwanaume yeyote yule ambaye anapata bahati ya kuwa na mwanamke mrembo kama wewe, ni lazima azione dalili za mafanikio mapema. Hivyo hata mimi nilikuwa natamani ningepata mwanamke mwenye sifa kama zako. Thank you so much, Sidati. Kabla sijazungumza kitu, ningeomba ni kuulize kitu. Hivyo unajua kama ukweli unauma eh? Naelewa kama ukweli unauma. Lakini ni vyema uniambie huo ukweli ambao utaniuma kuliko kama utaniambia uongo ambao tu utanifariji. Vizuri. Nancy, Jax ni rafiki yangu. Na tena ni kama ndugu yangu kwa sababu tumekuwa pamoja, tumeishi pamoja. Kwa hiyo ananijua na mjua, yani mwamwe. Na kwa kipindi cha nyuma Jax alikuwa ni mtu safi sana. Alikuwa ni mtu bora sana. Lakini baada tu ya kufika huko mjini, Jax amebadilika mno. Kwa nikajaribu kumbadilisha kama rafiki yake. Lakini imekuwa ngumu sana. Sometimes huwa anadanganya hata mimi rafiki yake. Yaani amekuwa mjanja. Kwa kuwa umeamua kumwamini, kuendelea kumwamini. Ila kabla ya kumkabidhi maisha yako, mimi nilikuwa naomba umchunguze kwanza. Sidati, mimi nakuelewa. Tena nakuelewa sana. Lakini naomba unisaidie tena kitu kingine. Niambie nimchunguze hasa kwenye engo ipi? Okay. Namaanisha kwamba umchunguze kwenye engo mbili kwanza. Mchunguze kwenye engo ya kwanza, kwenye ahadi zake. Kama ahadi zake zimenyooka au zina mambo mengi. Na pia hebu jaribu kumwangalia tena kwenye swala la usaliti. Jaribu kumwambia ukweli kama ulivyoniambia mimi. Alafu jaribu kumpa muda pia ukiwa unamchunguza. Kama miezi 6 hivi, muangalie. Ukimuona amekuwa mtu safi, basi ni yule Jax ambaye namjua mimi. Ila tasoi kama ukamuona amekuwa ni mtu ambaye ana mambo mengi, hapo mimi sitakuwa na msaada wote. Nimeuelewa msaada wako. Na nitalifanyia kazi hili. Lakini samahani Sidati. Kuna swali moja nilikuwa nataka nikuulize. Kwa muda mchache tu ambao nimekaa na wewe, maelezo yako nimeona kabisa wewe ni mtu safi. Kwani Sidati, una mwanamke? Yaani namaanisha una girlfriend? Hapana. Sina. Ila nitamani kama nikipata mwanamke, nipate mwanamke mwenye sifa zako. Mimi nakuombea kwa Mungu, utapata mwanamke unayemtaka. Nitafurahi kama itakuwa hivyo. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani mama. Chioma. Njoo.
Nenda kapime mkojo. Mama. Mama kitu gani? Shika. Na uniletee hapa. Sasa nenda kwa mama Sirudi. Jackson. Bwana, juzi kati nimekutana na shemeji. Na akawa ananiuliza maswali mengi sana kukuhusu wewe. Sidati, hebu subiri kwanza. Ni shemeji yupi ambaye unamzungumzia wewe? Maana si unajua sisi wazee. Jackson, ndio maana huwa napenda sana kuita blaza mishangazi. Nilikuwa namzungumzia shemeji yangu yule mwenye nyashi, big nyashi. Bado sijakupata. Unamaanisha? Namaanisha Nancy. Aliniita, alikuwa na maongezi na mimi. Na akawa anahitaji kujua vitu vingi kukuhusu wewe. Mimi nikamwambia kwamba Jackson ni ndugu yangu. Ananijua maana tumekuwa wote na mimi namjua pia. Hivyo nikamshauri tu akufanyie uchunguzi. Umeona, kwa sababu anaonekana anakupenda sana. Na sijui mwanangu una kizizi cha namna gani, yani una bahati ya kupendwa sana ndugu yangu. Ila kila nikikwambia bwana mimi nipe kizizi iko utaki. Chioma, una mimba? Unakata nini kati mistari najionyesha hapa? Si mistari miwili. Aya niambie, mimba ya nani? Nani hujui kuongea wewe? Mimba ya nani? Chioma, nitakuvunja. Chioma, unanijua vizuri. Hebu niambie ni mimba ya nani? Hujui kuongea mbwa wewe? Hujui kuongea? Nilikwambia sitaki kulea mtoto asiyekuwa na baba. Fala wewe. Haya sema mimba ni ya nani? Sidati. Yaani sio kwamba nina kizizi au kuna mbinu au dawa zozote ambazo nazitumia, hapana. Isipokuwa tu ni vile tu Mwenyezi Mungu ambavyo amepanga iwe. Alafu kitu kingine, mimi Nancy nampenda sana. Yaani unavyomzungumzia Nancy ni aina ya mwanamke ambaye mimi nilikuwa natamani siku zote kuishi naye. Kwa hiyo siwezi kumpoteza. Kwa hiyo nitapambana kadri ya uwezo wangu ili mradi tu asitoke katika mikono yangu. Azidi kuniamini, azidi kunipenda, na hii nafasi alionipa sitaki kuiachia hata siku moja. Vizuri. Lakini Jackson, unajua ukiona mwanamke anajaribu sana kuchunguza kwa marafiki wake wa karibu, basi tambua anakupenda sana. Mimi nimegundua shemeji ana upendo wa dhati na wewe. Alafu kingine amekuwa msaada mkubwa sana kwako. Mimi sidhani kama Jackson, hebu usitupe bahati bwana. Mimi nakuelewa sana Sidati. Na najua pointi yako ni nini. Lakini na mimi nikutoe tu wasiwasi ni kwamba mimi Nancy nampenda sana. Na haya yote yanatokea kwa sababu kabla yake kuna watu ambao nilikuwa nao. Na wengi ni ving'ang'a. Na kuambia tu, yani ghafla binivungu kwamba bwana usije nyumbani kwa sababu pale kuna mazingira saizi 1 2 3, inakuwa ni ngumu sana wao kunielewa. Ila naamini taratibu watanielewa ni kitu gani ambacho namaanisha. Na haya makando kando haya ndio yanafanya Nancy anione kama mimi ni wa tofauti. Lakini mimi nilishatoka huko. Ni mambo ya zamani. Ila Jackson, kuna kitu naomba ukizingatia. Maana mimi shemeji nimemshauri kwamba asikurupuke tu kuona labda Jackson sasa hivi na pia anafanya vitu ambavyo sio vizuri, ila nimemwambia kuchunguze. Kuna kuomba kwamba kwa kipindi hichi hapa ambacho yanakuchunguza, jitahidi kuishi vizuri na yeye. Jitahidi kuonesha ule upendo angalau ahisi niko na mtu. Mimi najua ukifanikiwa wewe ndo na mimi nimefanikiwa hapo hapo, au sio? Mimi nakuelewa sana ndugu yangu. Ila nikuombe tu kitu kimoja.
pindi unapopata nafasi ya kuwa naye, basi jaribu kumsisitizia kwamba mimi nampenda sana, yani zaidi ya anavyonipenda yeye. Kwa hiyo ajaribu tu kunivumilia kwa haya makandokando ambayo yanajitokeza, kwa sababu ni mambo ya kitambo, lakini suni atakuja kukaa vizuri na tutaishi maisha mazuri. Hilo hakuna shida. Kuna shida. Wewe ndugu yangu bwana. Mimi siwezi nikakupondea wewe. Lakini labda tu niseme sasa hivi sitakuita tena blaza mishanga. Nitakuita blaza Shaukani. Hapo Shaukani utakuwa umetisha sana. Bwana mimi nilikuwepo bwana. Pamoja sana ndugu yangu. Ila ni kweli kuna kitu cha kufanya na kubadilika. Ola, kimega nini? Sikiliza sasa. Nipende niponde mazingira yangu. Sababu sinakulinda. Mapenzi sia, mapenzi vita, mapenzi yanagubu, yanagombanisha, mapenzi shida yanachonganisha, mapenzi yana vingi vya kusikitisha. Sikutegemea kukuona hapa wakati huu. Najua kama nimekushtua. Na kama haukutegemea uwepo wangu, samahani, nitaondoka. Nancy, mimi sina maana hiyo. Maana yako ilikuwa ni ipi? Maana yangu ni kwamba nimestusha tu na ujio wako. Maana ilikuwa ni ghafla sana. Jax, tuachane na hayo yote. Mimi nadhani sio muhimu kwa sasa. Nina jambo moja tu na nadhani ni muhimu sana. Jax, unajua mimi nimeshaamua kukuamini wewe. Na nimewekeza nguvu yangu kubwa sana kwako. Kwa hiyo, ni lazima nijihakikishie kwamba mtu ambaye nimemwekea nguvu yangu kubwa ni mtu sahihi. Ni sawa unachokisema Nancy. Na kwa upande wako unaweza ukawa sahihi. Lakini kwa upande mwingine unaweza kuwa usiwe sahihi kabisa. Kwa sababu kufanya hivyo unaruhusu hivyo. Na ukisharuhusu hivyo tayari unatengeneza chuki. Na ukishatengeneza chuki ina maana unadharisha uadui ndani yake. Na sehemu yoyote yenye uadui basi ujue kuna vita ndani yake. Je, uko tayari kuona vita ya wapenzi wawili? Unataka kusema nini Jax? Kwamba nakosea? Mimi nadhani wewe una nguvu kubwa sana. Na una akili sana. Kuna njia nyingine za kutumia, lakini sio hii ambayo unaitumia wewe. Hebu jaribu kufikiria kitu kingine cha kufanya na sio hiki ambacho unakifanya kwa sasa. By the way, mimi nilikuwa natoka naelekea kazini. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama itakupendeza niruhusu niondoke, alafu mambo mengine yote tutaongea baadaye. Kwa hiyo mimi natoka nyumbani na kuja hapa, unataka uondoke uniache. Ni bora ningefika nikakuta huko. Lakini nimekukuta. Jax, basi naomba nipatie muda kidogo tuingie ndani, alafu nitakuacha uende kazini. Twende bana. Tafrani baba, tafrani mama,
tafani baba. Ishki, nini kinauma mwanangu? Tumbo linauma sana. Pole binti yangu. Sasa wanawezaje kutoka nyumba nzima kuacha wewe unaumwa hapa? Wameenda wapi? Hawa si wauaji jamani. Hivi hali yako hiyo kukuacha peke yako hapa? Huyu mwanamke anatafuta nini mimi? Wamekupeleka hospitali au wamekuweka hapa kama mzoga? Hivi anatafuta nini huyu mzee Kikoti jamani? Anataka nimfanyie nini mimi ili anielewe kama sitaki mtoto wangu ateswe? Kwa alikuleta huku wewe mapambo wewe? Sasa kama walikuwa hawajui mtoto wangu, mimi naondoka na wewe leo. Naenda kukuhudumia kama wenyewe wameshindwa kukuhudumia. Mimi sitaweza kukuona unateseka kiasi hichi. Unapata wapi ujasiri huo? Hivyo mzee Kikoti, hivi mtoto kweli yuko hapa anateketea namna hii, mnamwacha tu kwenye kochi wenyewe mmekaa chumbani mnastarehe? Nguvu hiyo unaikuta wapi wewe? Nguvu hiyo unaikuta wapi kukaa chumbani na mke wako? Mtoto wangu mimi anateketea kwenye kochi. Hivi umuone anavyogulia hivi? Nataka nikuulize mzee Kikoti, hii damu yako? Damu yako hii nauliza, aliyotoka kabisa kwenye kiuno chako huyu. Unamwacha hivi mtoto wangu anateketea hivi? Naomba niondoke naye. Kama umeshindwa kumhudumia, mimi naomba niondoke naye mwanangu. Usinitoe macho, nataka kuondoka na mwanangu. Nisikilize Bitausi. Hapa utoke na mtoto. Huyu mtoto atabaki hapa hapa. Na kwa taarifa yako tu, mwiba nimeshauona, na subiri ni uchokonoe utoke. Basi uchokonoe. Mimi ninachokitaka mtoto wangu apone. Uwe huo mwiba, uwe sindano, mimi hainihusu. Ninachotaka binti yangu apone mzee Kikoti. Sitaki kumkuta kwenye hali kama hii. Sijui umenielewa? Mwambie wewe malaya wako. Nataka mtoto wangu apone. Nisikilize. Naomba utoke nyumbani kwangu. Sijamuokota huyo mzee Kikoti. Mzee Kikoti, binti yangu sijamuokota. Usione naongea sana na niu. Unajua jinsi gani nilivyopata shida na hawa watoto mzee Kikoti. Usifikisi umi. Inaniuma. Ninaumia. Unajua jinsi gani ninavyoteseka na hawa mabinti zangu. Sio kwamba hujui. Hakuna usichokijua mzee Kikoti. Nachotaka binti yangu apone, si vinginevyo. Nataka mwanangu apone. Mimi naondoka. Wakati mwingine nikute amesimama huyu. Sasa nimkute hali kama hii. Mapenzi sia mapenzi vita, mapenzi yanagugu yanagombanisha, mapenzi shida yanachonganisha, mapenzi yana vingi vya kusikitisha. Unayempenda Sasa Bululu kumekucha. Ndio safari Sasa shukuru. Huko unakwenda kwa mume wako. Nakwambia usikilize vizuri. Unakufika kwa mume wako, naomba ukae utulie. Uachane na yale mambo yako yote uliyokuwa unayafanya. Mimi najua kabisa mume wako anakupenda. Na wewe unampenda mume wako. Ila ni visababu vidogo vidogo unavyovileta vile vya mara mkopo mara nini. Yale mambo yale yaache kabisa. Nenda katulie. Msikilize mume wako anachokwambia, anachotaka na asichokitaka, achana nacho. Unaelewa mwanangu? Baba, mimi nimekuelewa. Na nikuahidi tu kuanzia sasa hivi unavyoona ni mwanao niko mpya. Yaani kama nimezaliwa tena. Yale mauzauza ambayo nilikuwa nayafanya mwanzo kwa mume wangu
sitakuja kuyafanya tena. Yaani naacha kila kitu, naenda kuwa mke sasa, tena mke mwema aliyeshushwa na Mwenyezi Mungu. Sawa. Unaona nilivyokuwa na swali mchana na usiku kwa ajili yako. Mungu kaitikia maombi yetu. Kwa hiyo nenda mwanangu. Usije tena ukanizalilisha. Sitaki tena kusikia neno lolote. Sitaki shtaka wala sitaki tena kuja kusikia siyo anaona fanya hivi na hivi. Ukatulie ukae. Sawa mwanangu. Sawa baba. Haya. Mimi naondoka, ila nitakukumbuka. Sasa nitakukumbuka. Haya, bye. Haya mwanangu. Baba, nimesahau ungo wangu. Ungo uliweka wapi? Mbona mimi sijawahi kuona huko ndani? Na ungo una nini? Baba bwana na wewe. Mimi ule ungo nimeweka chumbani kwangu huko ndani, uvunguni wa kitanda. Uvunguni? Na hata hivyo pia mimi ungo wangu sikutaka tu mwenyewe utumike. Yaani sitaki utumike na mtu yote, na maana kila ninapoondoka ungo wangu na ubeba na niko nao. Nenda kachukue. Sio ungo una kazi gani jamaa? Yaani ungo umekuwa yani kama nini yani? Yaani anaweza yani aache vitu vyote lakini ungo. Haya, umepata? Ndio. Haya, hapo umefurahi. Mama ungo. Haya wala. Sasa baba, kitu kingine akija Nasra, mwambie aniletee begi langu nyumbani kwangu. Nimeliacha begi langu ndani mwa lile la blue. Maana sasa baba asubuhi vitu kwa ulinavyo vingi naona aibu. Siku ulivyokuwa unakuja ukaona aibu, ulibeba vyote. Basi baba na wewe bwana, kwa heri. Haya bye. Bwana ungo hujasahau naje nao. Halo. Halo. Habari yako shemeji? Nzuri, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ndio. Shemeji, kwani uko wapi? Kwa sasa nipo kazini. Shemeji. Mimi nilikuwa nataka tu nikusalimie. Maana siku hizi hata simu unipigie. Shemeji ubize tu labda. Lakini pia nashukuru kwa kuwa umenipigia, umenikumbuka leo, nashukuru sana. Samahani shemeji kwa usumbufu. Bila samahani. Mimi nilikuwa nataka nikusalimie. Shemeji, asante sana kwa salamu yako. Na nashukuru sana kwa upendo wako. Sawa. Shemeji. Ndio. Naweza nikapata muda tuonane tuzungumze? Shemeji, mimi kwa muda wa mazungumzo sidhani kama nitapata muda kwa sasa. Maana kuna vitu vimekuwa mchuzi sana kichwani. Kwa hiyo okay, kama nitapata muda mimi nitakujulisha wewe kama. Shemeji. Basi jitahidi. Haina shida. Na ulikuwa umepanga tuonane wapi? Shemeji, hata ukija hapa nyumbani hamna shida. Sisi unajua mimi niko single Wewe kuwa na amani. Hakuna mtu yoyote ambaye atakusumbua. Au wewe unaonaje? Sawa shemeji, haina shida. Nikipata muda mimi nitakuja hapo nyumbani kwako. Kwa hiyo ondoa shaka. Lakini siku ya kuja mimi nitakupigia. Sawa shemeji. Nakutakia siku njema. Nasubiri simu yako. Okay, sawa.
tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba. Oh, maisha mama, maisha yamemshinda, kila pande amekopa, kila kona wanamdai. Oh, tafrani mama tena jamii. Vipi? Safi, naambie. Safi. Huwezi amini huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Kwangu tena? Nilikuwa nakuja kuazima hela udugu wangu. Mwenzio na jambo langu. Unikopeshe. Wewe tena unataka hela? Na ulivyonizungusha siku ile? Hapana, siwezi kurudia. Nimezunguka sana, nimekutafuta sana, nakuja kwako mara sikukuti. Mungu saidia tu, akaja mume wako ndo akanipa pesa zangu. Hivi Bitausi asingekuwa mume wako, pesa zangu ningezipata kweli? Nisikilize ndugu yangu, mimi sikuwa na mpango wowote wa kukudhulumu. Haya, ulisikia wapi kama mimi mtu nimdhulumu hela zake? Sema tu ulikuwa na wewe na mitume wako na Mungu wako, ulipofika pale ukamkuta yule baba akakupa, lakini hata nilikuwa sina mpango wa kukudhulumu. Nisikize nikwambie ndugu yangu, mimi mwenzio nina shida. Mdogo wangu ni stili wangu. Sina mtu mwingine wa kumkimbilia kama sio wewe. Naomba nisaidie kipenzi changu. Mimi nakuhakikishia sitakudhulumu. Wewe huyo? Hapana. Hata hivyo mume wako alinisisitiza nisirudie tena kukupatia pesa. Akija kujua. Bibi we, mimi sina hata mume. Yule mzazi mwenzangu tuishaachana siku nyingi, isipokuwa anakujaga nyumbani kwangu kwa ajili ya watoto wake. Ila ninachompendea mzazi mwenzangu hataki mimi nizalilike, ndio maana hata akanilipia ile TV. Lakini kwa wakati huu napambana mwenyewe, wala usimtegemee huyo mtu. Ili jeshi la mtu mmoja, nitakulipa udugu wangu, nipe hela hiyo. Na awamu hii unaleta kitu gani mzamana wako? Safari nakupa hii simu ndugu yangu. Bitausi we mjanja? Hiyo simu nzima kweli? Maake nishakuogopa wewe. Hii simu ni nzima na ndo ninayotumia. Tunaenda nyumbani kwako ndugu yangu, unanitolea tu laini naondoka na hii simu 400 dukani. Lakini mimi nataka 100 tu. Nikija kukuletea unarudishia simu yangu. Basa, twende. Sasa zipo nyumbani nikakupatie. Hivyo ndio nilikuwa nataka udugu wangu jamani. Ni wewe. Afadhali semeji nimekuona. Mguu unaona unakuja kwako. Yaani haiwezekani mimi uniongopee kwa Viki amesafiri wakati yupo hapa mtaani. Anazura zura tu kumtani bila sababu za msingi. Semeji umenikosea sana. Naweza mimi niongopee. Hivi shemeji, hata salamu tu inakushinda? Haina haja salamu. Hivi shemeji, tumefikia hatua tunakutana njiani tunafokeana, unatamba mwenyewe, Kama barabara hii uliumba wewe, sio? Mimi nilitegemea utatafuta sehemu nzuri shemeji yangu tukae tuzungumze, kuliko unafika hapa tu unaanza kunifokea. Unamaanisha nini labda? Haya, mimi nilikuwa najua wewe Viki yuko mitaani. Mimi aliniaga Viki anakwenda nyumbani, tena nyumbani mkoani. Wewe umekutana naye mitaani. Viki huyo Viki wa namna gani umekutana naye mitaani? Yaani mimi sidhani kama wewe ufahamu chochote. Najua unajua fika kabisa kwa Viki hajasafiri. Yuko hapa hapa. Nimeona kwa macho yangu mawili Viki akiwa na jamaa fulani anatembea naye mitaani. Na muuliza Viki, "Huu nani? Huu nani yako?" Viki kimya. Anijibu chochote. Yaani swali unalifahamu vizuri. Yeye tuliamua tu kunificha. Na kwa taarifa yako tu ukae tu kwa unajua. Viki nimemchukua yuko nyumbani kwangu. Shemeji, sikia nikwambie. Mambo mangapi mimi na wewe tunaongea? Mambo mangapi tunasaidiana? Leo tuanze kupanikiana kiasi hichi. Haipendezi rafiki yangu, haipendezi. Wewe ni shemeji yangu, Hata siku ile nakumbuka ulikuja kuleta mali na kutaka kumuoa Viki, wazazi na familia yote ilikataa. Lakini mimi nilikinga kifua kuhusu hilo. Sikujua kama najibebesha gunia la misumari alikuwa kichwani na kipara shemeji. Sawa, haya maisha. Leo hii unatamba mwenyewe. Unajiona wewe ndo wewe. Viki ndo unajua kummiliki. Jua na wazazi. Jua na dada yake ambaye ndo mimi. Wewe nikwambia kitu kimoja. Mimi naamini kwa ile jambo unalifahamu vizuri tu. Na unajua kama Viki hajasafiri.
Na sio Viki tu, hata yule mzee nimemkuta naye na imani uko unajua. Na yule sio baba yake, ni mpenzi wake. Semaje unafahamu? Ili swala wewe unalifahamu vizuri tu. Mimi sio mtoto mdogo wa kuniongopea. Ina maana kusoma sijui hata picha sioni. Hiyo moto ni jambo kulifunika funika. Ila fresh mimi naenda. Cha kuzingatia, Viki yupo nyumbani kwangu. Kumbe Viki yupo nyumbani kwako. Alafu unakuja hapa unanienjoy. Mtajua na wenyewe. Ni mambo haya hayanihusu. Mungu Baba ukuniumba niteseke. Unajua nimekumisi sana. Hata mimi nimekumisi pia. Chezo wako siku hizi umekuwa na mambo mengi sana. Unasema umenimisi alafu kona nyingi sana. Kwani kuna tatizo? Jax. Wewe ndio umenifanya niwe hivi. Wewe ndio chanzo cha mimi kubadilika kuwa hivi. Sasa kama mwanaume anabadilika, wewe pekee ndio ambaye unapaswa kumbadilisha, kumweka katika mstari na njia ambayo unaitaka wewe. Usipofanya hiyo kazi unafikia nani anaweza kuifanya? Nikubadilishe vipi? Kia nikijitahidi kukubadilisha wapi? Nachoka. Unataka nifanye nini? Huenda bado kuna vipengele ambavyo unafeli. Kama utakaa chini na kufikiria kitu gani cha kufanya, basi mimi ni mwepesi sana kubadilika. Wewe fikiria tu mwenyewe utajua. Mimi nadhani tutaonana baadaye. Una shida gani? Nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani hasa mpaka unashtuka hivi? Nimeota nimeingia ufunguni wa lori na pikipiki yangu. Pole Jax. Unakumbuka mara ya mwisho nilikwambia ukianza kulala uombe, tatizo wewe uombi. Sasa sikia. Kesho pumzika nyumbani, usiende kazini, sawa? Lakini kesho ni siku ya hesabu kwa bosi. Jax. Kutokana na ndoto yoyote, mimi naona ni vyema kama kesho ukibaki nyumbani. Au unataka nibaki mjana kwa mdogo hivi? Pole lakini sawa. Nijue siwezi usiku sana. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba.
Mke wangu, Abe. najua ndo umefika sasa hivi, lakini umenikuta nikiwa nataka nitoke. Kuna jamaa namwahi mara moja hapo, ila sitochelewa kurudi baby. Aya, sawa, wewe nenda. Mimi nipo hapo, utanikuta nimejaa tele. Basi haina shida. Majirani, nimerudi mwenye mtaa wangu. Mlisema hao nimeachika, sirudi tena nyumbani kwangu. Nimerudi, mume nenda natamba naye. Mpo? Nipo dada mwenye mtaa wangu, nipo kama hivi natamba, sina baya, sijarogwa. Mtajijua. Ndio hivyo, habari ndio hiyo, ndio nishasema. Nimerudi tena mke kwa kutulia. Mlisema hao nimeachika. Vipi mmeo? Mbona ghafla? Amna, nimesahau simu tu ndani. Na vipi, mbona nilikuwa kama nasikia kelele hivi? Mume wangu, mimi nilikuwa natafuta ufagio wangu. Si uone ufagio wangu wa kufagilia nje, na nilivyoondoka nimeuacha hapa hapa, na shangaa sijaukuta. Mke wangu, yaani tangu ulivyoondoka wewe tu hapa, hata mfagio wenyewe nilikuwa siuoni. Yaani nilijua tu kama wataiba. Yaani mtaa huu wezi, kwanza watoto wao, mume mpaka mke, mpaka mabibi zao wote wezi wakubwa nyinyi. Mnaibadi vifagio, mnaziki. Mimi natoka basi. Aya, sawa. Walisema nimeachika, sirudi nyumbani kwangu. Nimerudi, mume ni naye na natamba naye. Mpo vishanshuda. Sura zao zimewapakwa kamba la mwezi ya juzi. Uwezi mtaa wote huu. Nyo. Nachindi charara kichapa magara ndachero bwa. Karibu. Samahani mganga. Mimi nimekuja na tatizo kubwa sana. Binti yangu anaumwa. Tena anaumwa sana. Sasa sijajua nini kinamsumbua. Naomba niangalizie mganga. Usijali, hakuna shida. Nitaangalia. Hivi wewe una akili kweli? Yaani nakuelekeza kitu unafanya kitu ambacho hakipo. Wewe unajua ugangamu nilivyoupata. Mimi nimetoka buka ndani ndani hapo unaniletea vitu ambavyo sio. Nimekwambia ulete chupi ya mtu ambaye umemkusudia, wewe umekuja kuleta chupi ya mwanao. Una akili kweli? Nakuuliza wewe unijibu. Nikuulize kigambo kimo. Unaweza kukumbuka ulipoweka hiyo chupi? Hata sikumbuki. Sio niliweka wapi. Nisikilize. Wewe natupokuona, wewe uko makini, unanichanganya mimi. Unataka uganga wangu upotee utewe bure. Unaona mara ya kwanza ulivyokuja na sasa hivi niko tofauti. Hakika ninakuchukia sana. Nisikilize kwa makini sasa. Liweke hili moyoni kabisa na kichwani. Uhakikishe hiyo chupi imepatikana. Isipopatikana, huyo mwanao hatopona. Kwa hiyo kaiangalia umeiweka wapi. Ukishapata ile chupi, uilete hapa. Unataka mpondesha mwanao. Umenielewa? Umbazigwa muliro. Swakio muliro. Unaweza ukaondoka. Genda.
Unajua ule mtoto mjanja sana, yaani nilivyomwelekeza na kumtajia jina lako fast akaja kukuita. Kiukweli mimi nimeona unachelewa sana kunipa jibu langu, na ndio maana nimekuja mpaka karibia na kwenu. Shida yangu ni jibu langu tu, kwa maana unakawia sana. Mimi nitafurahi kama ukinijibu siku ya leo, yaani nakuomba sana, ili na mimi niwe mtu kwenye watu. Nishachoka upweke, unajua Nasra. Mimi nimekuelewa. Unasema? Ndio hivyo, nimekuelewa. Unajua siamini. Usiogope. Unajua siamini kabisa unachoniambia. Na hakuna siku ambayo nina furaha kama leo, kwa sababu hili jibu nilikuwa nalisubiri kwa muda mrefu sana. Kikweli nakupenda sana Nasra. Na mimi tu nikuahidi kitu kimoja. Kwanza, nitakupenda vizuri, yani kwa dhati kabisa. Cha pili, nitakuhudumia. Na cha tatu, nitakutafutia simu kubwa, iPhone, macho matatu, nzuri kama mwenye jinsi ulivyokuwa. Sijui nielewa. Ndio utakuwa na nyumbulika kwenye mitandao ya kijamii. Umenifurahisha sana. Sasa Nasra, mimi ninaombi. Nilikuwa naomba twende nyumbani kwangu kapafahamu. Si unajua mazingira hapa sio mazuri. Ni dakika moja tu chelewi, unapaona, unaishia pale nje, unapaona, alafu na kusindikiza unarudi nyumbani. Ili ukishapafahamu siku nyingine unakuwa unakuja tu mwenyewe geto kule, kuliko kuja kwenye mazingira kama haya. Tunaongea barabarani, watu wanatuchora, wanatutolea machokodo. Wewe unaonaje ukiwa unakuja pale nyumbani, unapika kidogo, tunapiga story 2-3 kidogo, alafu unaondoka ukiwa umeshiba kabisa. Naijua hii. Kule nimekuandalia pepe ya kijiti. Tamu hiyo nimenunua jana. Hapa nimesahau kuja nayo. Twende. Uchelewi. Basi okay. Sekunde 5 tu tunaenda alafu narudi. Nikakonishia angalau hata mlango. Hakuna kitachoendelea kitu kibaya. Ni kwenda tukupafahamu, alafu nakurudisha nyumbani kwenu. Sijui umenielewa. Sawa. Basi twende. Una baya. Karibu mama. Asante. Karibu. Asante. Umefika, mambo mazuri hapa. Nikutolee vyombo hapa. Ukae udugu wangu. Vipi? Safi, shikamoo. Marahaba hapa. Safi, za huko kutoka hapa mama. Nzuri. Kwanza kabla ya yote mamangu, naomba hela za watu. Maana wananitia jamba huko. Sipate tamana. Yaani wewe nipe kwanza hela kwanza ndio tuongee mambo mengine. Yaani nimefika tu naomba hela. Unafikiria mimi ningetoka nyumbani bila hela? Najua unanidai. Mama, kwanza tuongee kwanza mambo ya hela mama, hela za watu hizo. Sipumui mwenzio. Mama huyo, una baya. Unanidai? Sikudai tena mamangu, sikudai. Sasa nikwambie mdogo wangu kipenzi. Kwanza samahani kwa usumbufu. Lakini sio kusudio langu pia. Nilikuwa naomba, najua majina mbaki watu hawa au watatu kama sikosei. Nilikuwa naomba ukiisha mchezo, ukiuanzisha, nataka jina la kwanza. Nina jambo langu na nina shida. Wewe tena? Yaani mama, kusema ukweli, mimi siwezi kukupa hela jina la kwanza.
Maana huu mchezo tunaenda kumalizia umenisumbua sio kawaida. Yaani kwa jina la kwanza mamangu hapo utanisamehe. Siwezi. Jamani, naomba unisaidie. Kwani mchezo ulioisha mimi nilikuwa msumbufu? Sijai kuwa msumbufu hata siku moja. Mchezo huu tu mambo yangu yalikuwa mengi ndio maana nimekusumbua, lakini ninakuhakikishia sitakusumbua tena kipenzi changu. Naomba jina la kwanza mchezo ukiisha. Sio shida zako hizo mama. Ila nataka nikuhakikishie kitu. Wewe kaa kwa kutulia. Unajua mimi udugu wako sinaga baya. Sinaga shombovu. Nitawapanga wote wakikubali shoga yangu nitakwambia. Ila sasa usitegemee sana. Usubiri simu yangu kwanza. Sio kukubali na kuongea nao, wewe ndio jembe, anzisha mchezo nipe jina. Mimi nakutegemea. Ninachosubiria hapa ni simu yako tu. Mimi nakutegemea kipenzi changu. Ngoja mimi niende zangu. Haya mama, asante nashukuru. Nategemea simu yako sasa. Usijali, wewe subiri utikae kwa kutulia, usiwe na papala mamangu. Haya, si tupo. No. Alimeo. Mimi sio kama nilikuwa nakushukia. Ila kitu ambacho nilikuwa sikipendi mimi ni hiyo mikopo yako ambayo ulikuwa unaichukua. Alafu unachukua mikopo bila hata kunipa taarifa. Yaani sipendi hiyo tabia. Na kama unakuwa na marafiki basi kuwa na marafiki ambao wanajielewa. Lakini sio wale marafiki ambao wanakuja mpaka wanakutolea vitu ndani. Mimi nahitaji tuishi kwa amani mke wangu. Nahitaji tutulie, tufanye malengo yetu. Na kama pia unataka kuchukua mkopo, basi nishirikishe, nikuruhusu bwana mke wangu kuchukua mkopo. Lakini sio vile ambavyo unachukua mimi mpaka sielewi kimya kimya na kuja kushingia hapa watu wanakuja kuchukua vitu, inakuwa haipendezi mke wangu. Unajua nikwambie kitu mwanangu. Kusema kweli hata mimi mwenyewe pia nakupenda sana tu. Ila ndio hivyo tu mambo ya dunia amenifanya mpaka nimefarakana na wewe. Ila mimi ile pale mikopo sio kwamba nilikuwa nachukua napenda. Marafiki zangu tu ndo walikuwa wananishauri, wananishawishi kitu kibaya mpaka najikuta na mimi naingia kwenye hiyo mikopo ambayo sio mizuri kwa upande wangu. Ila hata hivyo pia nimejifunza kutokana na makosa. Nikuambie tu na nakuomba tena kipenzi changu. Kuanzia sasa mimi nimejitakasa na ni mpya kabisa. Sitokusumbua tena wala hutokuja kuona kesi yoyote humu ndani tena imekuja hapa nyumbani kwetu kwa ajili ya mikopo. Mimi sasa hivi mpya. Sitaki tena hizo ikaeka. Nataka nitulie nyumbani kwangu na mume wangu tupange maisha yetu yaende. Okay, nimekuelewa mpenzi wangu. Mimi najua kama unanipenda. Najua kama unanipenda sana. Lakini unashawishiwa sawa. Lakini jaribu kunisikiliza pia kama mume wako. Sawa? Lakini unajua nini mke wangu? Nimekumisi eti. Afu wewe nilijua tu lazima utanimisi. Lakini hata mwenyewe pia nimekumisi. Kweli? Unajua nimemisi zaidi sana kile chakula ambacho ulikuwa unanipikia. Lazima ukimisi kwa sababu mimi hapa sinajua kupika. Ni kweli kupika unajua kipenzi. Nimefurahi sana ulivyorudi baby. Karibu bwana. Mimi ni wako na hapa ni kwako pia. Asante na nimekaribia. Okay. Twende ndani basi. Ni nani mpaka nikatae? Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Karibu. Nyegera. Mganga, ile chupi nimeiona. Nimekuletea. Subiri kabla hujaitoa. Wewe una akili sana kama umefanikisha hilo jambo. Kwa hiyo nikwambie Nyegera nikupongeze. Unaweza ukaileta hiyo chupi.
Nisikilize kwa umakini. Tutafanya dawa na jambo litakuwa sawa. Umenielewa? Nachaliyo wewe, nachaliyo. Nachaliyo mama mboro chaliyo. Nachaliyo, nachaliyo. Nachaliyo mama mboro chaliyo. Nisikilize. Kabla sijategua ile tego, shati nifanye kitu. Umenielewa? Ili mambo yakae sawa. Na kabla hatujatoa ule uzi, hili jambo likae hivi. Sawa? Mwanao ili akae sawa. Usijali. Hapa tunaenda hatua ya mwisho ili jambo liende hivi. Hili tego litafanikiwa. Umenielewa? Uwe makini, uwe na imani. Kila jambo ni imani. Acha tufanye kitu. Nisikize kwa umakini. Nuia humu. Ili jambo liende sawa. Jambo lako litakuwa sawa na mtoto wako atakaa sawa. Sawa? Yaani naja kuikia. Anachaliyo wewe, anachaliyo. Unaweza kaondoka. Ila kumbuka, sio kujisahaulisha kama mzigo kama. Umenielewa? Unaweza ukaenda. Anachaliyo wewe, anachaliyo. Anachaliyo mama, anachaliyo. Anachaliyo wewe. Odi! Odi! Karibu. Asante. Umekuja. Shikamoo. Jambo. Jambo. Karibuni. Nadhani unajua kilichotuleta hapa, tunashinda na Nuru. Nuru kishaondoka hapa. Kaenda kwa mume wake. Kwa hiyo hapa Nuru hayupo tena. Kaondoka vipi? Tumeenda nyumbani kwake, tumeambiwa yuko hapa na tulikuja hapa tumemkuta. Sasa hivi tena anatuambia hayupo kivipi? Mimi ndo ninaowaambia nyinyi mmempata Nuru hapa. Hapa ni kwangu. Nuru hayupo kishaenda kwa mume wake. Tunataka hela yetu. Baba, kwani si unatuchukuliaje? Nachukuliaje kivipi? Tumesikia kaka yake amekuja, amelipa madeni yote kasoro deni letu. Kwa nini siaje tulipa? Sasa mimi nanihusu nini? Mimi najua mwanangu kishalipiwa madeni na kaka yake na yote yashamaliza. Ndio tumekuja tunataka hela zetu. Kwa hiyo mjapata mimi nitajuaje? Mnataka niwalipe mimi au? Yule kishamaliza adaiwi sasa hivi na sitaki kelele ndani ya nyumba yangu. Na nishamwambia hii ni mara ya pili mnajua. Huyu anaona kama vile ameficha huyu mwanangu. Wewe. Pia baba wewe. Mimi nijifanya kwa nani? Wewe. Tunataka muangalie kwa kila kona. Nitakufagia sasa hivi yani. Unanijua vizuri mimi? Yaani mimi nataka kwenye hela tunajua. Wewe ndo kwenye hela tunajua. Sisi tunataka hela yetu. Nakwambieni nisikilizeni. Nisikilizeni. Haya chukueni time. Hapa sio time tunataka hela zetu. Ondokeni. Hatuwezi kuchukua time kabla tujapata chetu. Hata tunakuheshimu ujue. Mimi naona sasa. Jamani, mnayemtaka hayupo, ameshaenda kwa mume wake. Mnakudanganya, mmeficha na baba yako ndani humo. Utaamini vipi? Tukienda kula. Ndio. Yaani msirudi tena hapa. Yaani siku mkifika hapa kitu cha kwanza namkata mtu mkuu. Wajinga nini? Wewe unataka kunifanya mimi mtoto mwenzenu wewe? Nishaongea mara ngapi? Unakuja kuniletea tafrani kila siku hapa ndani kwangu hapa. Hapa nitakuja kuua mtu hapa. Tutagawana majengo wewe. Wewe subiri tu. Hala. Hao vipi hawa? Na unaangalia tu. Chukua hata maji unamwagia mtu. Unaogopa?
Baba utaua. Kwa jasiri kama dada yako bana. Unaongea tu yani. Wewe bana wewe. Niambie udugu. Na hali ndugu yangu. Sina hata hali. Madeni alinijia hadi nikaachika. We Nuru wewe. Yangekuwa ya wenzio udugu wangu ninavyokujua, ungepita na tarumbeta njiani tena unapuliza kila mtu ajue fulani kaachika. Yako wewe tena umeweka kwa pani kimya. Bitausi. Kuna sio kila kitu vya kuongea, vingine hata usemi. Kwanza hiyo simu yenyewe nilikuwa nayo sasa. Nilinyang'anywa simu mpaka kihifadhia line. Kwa hiyo unataka kuniambia ndio ule wimbo kanunua simu kampa demu walivyoachana kampokonya ndio alinikuta mimi. Mwanaume ile mimi namnaye alinitoa pale kidako mkingisa mchana kweupe. Toka ndani mwako. Sitaki kukuona. Umezuia kukopa. Nikapeleka kwa baba yangu mzee nirudini. Baba naye kufika kule, sikutaki. Nikamwambia, "Sintanie. Unitaki hivyo mimi hapa nitaenda wapi? Mimi hapa ndo kwetu." Nikamwambia wenzee kaa kwa kutulia. Nikakaa pale nyumbani. Nimekaa ndo sasa nashukuru Mungu, lakini alhamdulillah Mungu kaniona. Pole udugu wangu. Ishapoa. Nimekuja mwenzangu nikuulize vipi? Uko kwenye nyumba yako inaeleweka? Maana mwanzako nina hali mbaya, nimekaa pabaya sielewi. Yaani Nuru, na mimi mwenyewe niko kama wewe. Nimetoa marejesho haya mawili. Wananitafuta kama almasi. Leo asante mbona itakuwa. Kuna beba takati kiene. Kinachokuwa kinatamani. Atajua hata kibeba. Yaani wewe ngoja sana. Odi. Asante. Ujambo? Jambo, shikamoni. Marahaba. Mamako yupo? Hayupo. Yaani wewe usijue mamako kaenda wapi? Yeye katoka zake hajaniaga. Ina maana hajakuaga? Ndio. Yaani huyu mama sio ana shida gani? Kwenye kukopa anakopa kwa amani, lakini kwenye kulipa mpaka mahakamani. Yaani mimi kwa staili hii nikwambie tu, siwezi kumshikia dhamana mtu yoyote. Sio huyo Bitausi wala huyo Nuru. Labda wewe mama Huruma. Sasa hata mimi kwa eka hii ndo nitaweza kweli? Siwezi hata kidogo. Yaani nakwambia hivi, mimi hata waje na machozi ya damu, siwezi kumwekea mtu mzamana. Labda huyo Zuu na wewe mlokole wake. Tena sasa hivi nitakuwa kauzu kuliko hata wadaga kauzu wenyewe. Na wewe, mamako akija tunaomba umwambie kabisa, tukirudi tena kwa mara nyingine, tunachukua chochote ambacho itakuwa halali yetu. Sawa? Umwambie kabisa mama yako. Twende. Mtoto taarifa zifike. Sawa? Sawa, nitamwambia. Unaambia uliponiambia pale kile kiti mama, sikutegemea mpaka umeniacha nyuma. Hatari. Haya madeni yanatufundisha wanajeshi. Mshaanza kutoka kwa mikono juu mwendo wa mateka, mikono juu. Kupeka sio kazi zetu. Tuache kukopa. Na nyewe mwache kukopa. Wewe koma wewe mtoto mdogo mno. No. Shogangu, mimi tena pasina sana kazi. Ila huyu mwanao umfunze vizuri. Wewe Nuru. Sasa mbona unaondoka? Bitausi. Hapa tena kuna chokoka kuzungumza. Unataka tena nikutie hapa? Embu niache likuumiza linikuta huko mbele ya safari kwa ile shoga yangu. Taonana. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba. Habari ya sasa hivi shemeji? Salama tu, mzima. Nzuri.
Afadhali tu tumeonana mahali hapa shemeji. Maana nimekuja nyumbani kwako mara kadhaa kumwangalia rafiki yangu Nuru. Sijamkuta. Vipi Nuru yupo? Nuru mke wangu alitoka, alienda kuwatembelea wazazi wake. Lakini amerudi juzi tu hapa. Vipi, kuna shida? Hakuna shida shemeji yangu. Yaani kuna mzigo nilikuwa nataka nimfikishie. Lakini sijamkuta. Ila kama umesema amerudi sio mbaya. Ukionana naye naomba umfikishie habari zangu kwa nilikuja. Wakati mwingine nipata nafasi nitakuja. Sasa naomba nikuulize kitu hapo. Umesema kuna mzigo. Huo mzigo uhusiani na mambo ya mkopo? Hapana kabisa shemeji yangu. Sio masuala ya mkopo kabisa. Ni mzigo wake tu nilikuwa nataka kumletea. Basi sawa. Ondoa shaka shemeji yangu, salamu zimefika. Okay sawa. Mimi ninapita zangu, kuna mahali naelekea mara moja shemeji yangu. Okay. Haya shemeji. Viki mdogo wangu, ni nini unafanya? Kwanza tuende tukaongee ndani. Huku ndani shemeji yako yupo. Ikiwezekana tuongee baba tuyamalize. Juzi kati hapo ulikuja na yule mzee, ukanitambulisha kuwa ni shemeji yangu. Na nikakuuliza vipi kuhusu mumeo, ukasema hivi hakuna shida yoyote. Amesafiri na arudi leo la kesho. Hiki ni nini kimetokea? Kwanza dadangu pole kwa aliyokukuta. Lakini kuhusu mume wangu, mbona mimi nishaongea naye na tumemaliza? Na wewe mwenyewe unajua kabisa shemeji yako waga anaga shida. Ni kweli alinikuta na ule mzee, akanichukua akanirudisha nyumbani. Lakini tumeongea kila kitu kimemalizika. Kwa hiyo dadangu hata usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Haya mambo yatojitokea tena. Basi sawa, haina haja ya kuwa na wasiwasi. Na vipi kuhusu yule mzee ambaye ulinitambulisha kuwa ni shemeji yangu? Maki anajua kila kitu kinachokuhusu wewe. Tena kaona kwa macho yake mawili. Hajahadisiwa. Tunalifanyaje swala hilo mdogo wangu? Na kuhusu huyo mzee wala hamna shida dadangu. Yaani kiufupi tu huyo mzee mimi namuweza. Nimemweka hapa. Na siwezi kuachana naye mwenyewe unajua kwa sababu yule mzee ana hela na ukiangalia huyu ni mume wangu kanioa. Kwa mimi nitajua jinsi gani nachanga karata zangu vizuri. Sawa. Utajua unachanga karata zako vizuri. Mimi nataka nione hizo karata zako unazichanga vizuri kiasi gani. Kuwa makini. Hii dunia. Msalimishe mimi. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Shoga yangu unaelekea wapi huko? Naelekea huko mtaa wa pili. Kuna mdada nimemkopesha pesa zangu. Ananizungusha. Wiki 2 sasa hajanilipa. Yaani nimeshazunguka mpaka nimechoka. Mimi nilikuwa nakuja kwako. Nilikuwa naleta ule mzigo unaonidai. Wewe tena. Hakika shetani alikuwa malaika kweli. Basi. Lakini sasa siku yako hapa sijatembea nayo. Kama nilivyokuambia nilikuwa naelekea mtaa wa pili. Kwa hiyo utakuja kuchukua nyumbani. Kuhusu simu yangu mimi hamna shida. Nitakuja kuichukua hata kesho. Basa. Kwa kuwa mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako na nimekukuta hapa. Basi ngoja tu nirudi niendelee safari yangu nilikuwa naenda nyumbani. Sawa, nashukuru Bitausi. Na uendelee kuwa mwaminifu hivyo hivyo. Tutafanya biashara na tutafanikiwa. Kwa seli, umeua.
sikuelewi ndugu yangu. Vipi? Hivi Ana, nikuulize swali. Wewe ni kijumbe wa kuchezesha pesa zetu au ni kijumbe wa kucheza na wanaume za watu? Mimi ni kijumbe kwa ajili ya kutunzia pesa zenu. Sasa nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini. Hayo masikio yako hayo, kama yako makini kwenye kupokea pesa za watu, basi pia wewe makini kwenye kusikiliza maneno yangu tena ya kuingia katika akili yako. Sio, tunaelewana hapo? Iko hivi. Kama umezoea kuchukua wanaume za watu na kucheza nao kama unavyochezesha pesa zetu kwenye mchezo wako, sio wa kwangu mimi. Mimi mume wangu wa moto hashikiki wala hakamatiki, na usijaribu kumkumbatia, maana ukimkumbatia atakuunguza. Mimi sijai kutoka na bwana wako, na kama kuna mtu kakuambia kakudanganya ndugu yangu. Nimedanganywa? Yaani mimi Nulu, mtoto wa mzee Nurudini, wewe ulisikia wapi? Au uliona wapi kwamba mimi nadanganywa? Sasa ngoja nikwambie, ushahidi ninao. Nataka kuniletea habari zako hapa? Ngoja nikuonyeshe. Mbwa mkubwa wewe. Haya. Na huyu nani? Huyu nani nakuuliza? Mimi ndio, lakini hiyo siku mimi nilikuwa namuuliza tu bwana wako kukuhusu wewe. Nikuletea pesa zako, sasa nikaenda kutafuta sikupati. Nimekuja nyumbani kwako mara 3, sikukuti. Ulikuja nyumbani kwangu kuja kuniulizia, halafu mkazungumza vitu vingine, eti kuniletea pesa zangu. Vitu gani ambavyo ulikuwa unazungumza na mume wangu mpaka umpige picha pamoja? Mimi sijui alopiga picha nani. Si umenielewa? Lakini mimi nilimkuta na bwana wako, nilimuuliza kuhusu habari zako za pesa. Sikuwa na mada nyingine. Wewe, Ana. Hao ambao umezoea kuruka nao, ndio uendelee kuruka nao kamba. Sio wa kwangu mimi. Kazi yako ni kuchezesha mchezo tu, lakini sio kucheza na mume wangu mimi. Shanga pesa zako vizuri, mbwa mkubwa wewe. Tafrani mama tena. Kweli watu wana jambo dogo. Hadi picha nishapigwa. Kweli mume wa mtu sumu. Hii ndio tafrani. Tafrani baba. Tafrani mama. Tafrani baba. Tafrani. Mimi nikuache sawa. Nadhani tutawasiliana baadaye. Mbona mapema hivyo? Yaani yafaa tu nataka kuondoka, wakati huo kuna mambo mengi ambayo nahitaji kuzungumza naye. Nadhani hata mimi nataka kuondoka. Mimi mwenyewe sitaki kuondoka. Nataka tukae leo, kesho, kesho kutwa, tukae tu. Lakini ukiona hivyo, basi ujue nina sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo itanilazimu tu niondoke. Sawa baba? Nancy, unafahamu ya kuwa saizi ndo nimepata utulivu wa akili kwa sababu nimepata chakula cha akili. Sasa ulipaswa kunisikiliza ni kitu gani ambacho nahitaji kukuambia kabla ya kuondoka. Na ili nikuambie hiki kitu natakiwa utulize akili yako. Yaani uwepo hapa ili uweze kunisikiliza na kunielewa. Sasa kama nitakuwa naongea kwa haraka kwa sababu unahitaji kuondoka, sidhani kama unaweza kunielewa maana halisi ya kitu ambacho nataka kuongea. Hebu naomba unipe muda tafadhali. Jax, mchumba wangu. Nisikilize. Nimekuambia mimi mwenyewe natamani kuendelea kuwa hapa. Lakini kama nikiendelea kubaki hapa, basi najua nitamdisappoint mama. Wajua nyumbani mama alipotoka tu inabidi na mimi nitoke. Kwa hiyo akirudi kabla mimi sijarudi, akiniuliza nitamjibu nini? Sintokuwa najibu. Itoshe tu kwa hivyo. Lakini mama aliniambia na mazungumzo na mimi. Kwa hiyo kama akirudi akakuta sipo, moja kwa moja ataona na mdharau. Haya, niambie babangu, nitapata siku nyingine nafasi ya kutoka?
Kama ni hivyo ni sawa, lakini kumbuka bado nakuhitaji sana. Alafu hiki kitu ambacho nahitaji kukuambia ni cha muhimu kuliko vile ambavyo unafikiria wewe. Na sidhani kama ninaweza nikayakumbuka haya maneno kwa siku nyingine. Ila jitahidi tu pindi utapoenda, ukimalizana na mama, basi urudi kwa haraka. Huenda naweza nikakumbuka. Jax bana. Uachaje kukumbuka kati kitu umeshasema ni cha muhimu. Basi ujue sio cha muhimu mpaka hapo. Unajua kuna vitu ambavyo wewe vifahamu. Unajua na wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa hiyo kutokana na uzuri wako kuna wakati mwingine nikikutazama nakosa confidence hata ya kukutazama. Hivyo ndio jinsi ilivyo, hata maneno kuna muda huwa yananitoka. Kwa hiyo huenda leo kutokana na furaha nilionayo ningeweza kuzungumza kwa umakini sana ili uweze kunielewa. Lakini kwa sababu kuna vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, basi mimi nakuruhusu. Japokuwa sijapenda. Usijali mpenzi wangu. Nitakwenda kufanya kitakachonipeleka kwa wakati huu. Nikimaliza nitarudi kwa wakati pia. Sawa? Hapo sasa ndio ufanyage uoe, ili ukiwa unaenda nje unarudi unanikuta ndani. Ukifanya hivi ukitaka unanikuta ndani. Unafikia mimi sipendi? Au mimi sitamani kukuoa? Natamani sana, lakini nasubiri tu kudra za Mwenyezi Mungu. Unajua kila kitu Mungu ndo anapanga. Baby, tuondoke bwana, unajua mimi nachelewa nyumbani. Sawa, sana kusaidia. Eka kama hizi uziwezi vipi? Utaziweza? Si unataka hela? Tukajaze zile fomu. Anakuja, tunakuja mkawama zombie. Ukisogea na kupiga mbaba konzi. Oyako uje. Toto wangu. We! Tulia. Simama, kuna kuondoka. Usisogee. Hey, maskini huruma. Hivi kwa hali kama hii tunaweza kwenda serikali za mitaa kweli? We, tunaenda serikali za mitaa. Kwani tusiende? Kajitakia mwenye ya madeni, kalogwa huyu. Ani aliyefanyia hivi, ningemuona hata soda ningempa. Kanifurahisha. Katusumbua sana huyu dada. Anajitia na mdomo sana. Bora hata angeupindisha na mdomo wenyewe. Wamejipodoa, jana podo. Jani. Kwanza niko. Nimewakomesha. Waizo watanikamata. Mimi wanikamata. Mimi ndio Nuru mtoto mzee Nurudini. Hapa pesa ilipi mpaka kueleweke nyo. Jua ni mapito ninayopitia hapa duniani. Mama yangu Nura macho imeputi. Mama Tunu. Tunu alikuja nyumbani kanipa taarifa kwa umemfukuza Chioma. Hebu niambie kuna tatizo gani? Tatizo lipo. Chioma ni mjamzito. Kwa sababu hataki kusema nani aliyempa ujauzito. Kwa hasira nimempiga sana na kumfukuza. Hivi wewe mama unajielewa kweli wewe?
Sasa kama kapata mimba yuko hapa na uko hapa. Ndio maana nitaka watoto wangu niondoke nao mimi nikakaa nao nyumbani kwangu. Sasa ona kilichotokea sasa. Haya, umemfukuza ameenda wapi? Na unamfukuzaje hata hapa ndio kwao? Kaenda wapi mtoto sasa? Mama Tunu umetaka kunizoea vibaya sasa. Umemloga ishi kusifikia mimi sijui. Sasa huyu ambaye kapata mimba kama mikononi mwako. Alafu umemfukuza hujui yuko wapi. Sasa sikiliza. Nataka Chioma hapa nyumbani. Sitaki masuala kutoka watoto wangu. Sasa nisikilize. Mimi naondoka. Nikirudi hapa nataka nimkute Chioma yuko hapa nyumbani. Na hata kabla sijarudi, nipate taarifa Chioma yuko hapa nyumbani. Nimemaliza. Batumi.